Mchakato wa kuwezesha utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa kiwanda cha kuzalisha mbolea aina ya urea umepiga hatua pale shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC iliposaini hati ya makubaliano yani MOU na kampuni ya ESA ya Indonesia kwa ajili ya kuwezesha upatikanaji wa gesi ambayo ni malighafi muhimu katika kuwezesha uzalishaji huo. Itakumbukwa kwamba Julai 31 mwaka 2024 mbele ya waziri wa nchi ofisi ya Rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo, taasisi tatu za umma ambazo ni Kituo cha Uwekezaji Tanzania TIC, Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania TFRA na TPDC walisaini makubaliano na kampuni hiyo ya Indonesia kwa ajili ya mradi wa ujenzi wa kiwanda hicho utakaofanyika mkoani Mtwara. Wiki hii jijini Dar es Salaam yamesainiwa makubaliano mengine ambayo yatawezesha uhakika wa upatikanaji wa gesi asilia kama malighafi muhimu ya kutengeneza mbolea, huku TPDC ikishiriki sio tu kama msambazaji wa gesi bali pia kama mwekezaji katika mradi huo. Tumeingia nao agreement kwamba tunawaruhusu au waanze kufanya study kwa ajili ya utekelezaji wa kiwanda hichi cha mbolea, na sisi tutaishia tu kuwa supplier wa natural gas. Tutakuwa vivyo tunategemea kushiriki katika safari yao hii kama mojawapo wa mwekezaji kwa upande wetu sisi kama TPDC. Kwa hiyo tutakapomaliza hapa kusaini hiyo timka tulifanya leo, manake tunawapa uhuru au tunawaruhusu sasa waanze kufanya zile detailed studies za ndani ambazo sasa zitakuja na ujazo kamili wa gesi wanayohitaji, na vivyo itakuja na swala la bei ya gesi itakayokuwepo na mpaka kuweza kujua ingredients za gesi zetu zikoje kwa ajili ya mbolea inayokuja kutolewa. Sasa kwa volume ambao wanahitaji kwa sasa hivi katika preliminary bado tunaongelea kiasi cha 8 MSCF, 50 MSCF, lakini ni baadaye sasa baada ya kuja na full feasibility ambayo itakuja kuamua jinsi ya uwekezaji ulivyo na mahitaji kwa kipindi hicho. Lakini tunawahakikishia tu kwamba kwa juhudi zinazoendelea sasa hivi za visima vilivyopo katika visima ambao tunaanza kuvichimba kwa ajili ya gesi inayokuja, tuna uhakika kabisa kwamba swala la gesi kwa ajili ya mbolea linawezekana. Na volume ya gesi yote ambayo itahitajika kwa ajili ya kiwanda cha mbolea kitakachotokea hapo baadaye inawezekana. Sisi kama TPDC tumejiandaa kwa hilo, na hata katika mipango yetu ya muda mfupi na muda mrefu tumeshaanza kuweka provision ya gesi kwa ajili ya viwanda vya mbolea hapa nchini. Kwa upande wake, kamishna na mjumbe wa bodi ya ESA Raul Puri amesema mradi huo wa miaka mitano unatarajiwa kugharimu dola za Marekani bilioni 1.3 sawa na shilingi trilioni 3.5 za Kitanzania. We are very happy to have signed this heads of agreement with TPDC today. Tuna furaha kutia saini makubaliano haya na TPDC leo. Hii ni hatua muhimu kupata hii gesi. Tumekuwa tukifanya kazi kwa ukaribu na TPDC kutafuta vitu tutakavyovihitaji kwa miaka 20 ijayo kwa ajili ya uzalishaji wa urea hapa nchini. To be made available for the production of urea in the country. It's a project which is not just about ESA. Hii si tu kwa ajili ya ESA, lakini ni kwa ajili ya watu wa Tanzania, kwa namna tutakavyofanya kazi pamoja na TPDC, TFRA, TFC na TIC kuimarisha uwekezaji huu. So we actually feel very privileged to be here. Tuna furaha kuwa hapa kwamba tunaweza kuwa pamoja na wafanikishaji wa jambo hili ili mbolea ipatikane kwa wakulima hata wadogo. In this journey to be successful in having fertilizer available to all these small holders of land, agriculturists, farmers, and make the I would say the fertilizer industry self-reliant within Tanzania, so that we don't need to hatutahitaji kuagiza tena mbolea kutoka nje ya nchi. Miongoni mwa walioshuhudia tukio hilo ni mwenyekiti wa bodi ya TFRA, Dr. Anton Diallo, ambaye anasema kuwa uzalishaji wa ndani utapunguza kwa kiasi kikubwa uagizaji wa mbolea kutoka nje na hivyo kuokoa fedha nyingi za kigeni. Itasaidia sana kwa sababu moja, mbolea inatengenezwa na vitu vingi, lakini kitu ambacho kinahitajika sana kwenye mbolea hizi tunazotumia kwenye mashamba ni urea. Sasa urea yote ilikuwa inatoka nje. Sasa tukitengeneza wenyewe hapa na hakika kwamba
raw materials ile nyingine yote ipo hapa nchini. Kwa hiyo utakuta tunajitegemea kwa input zote za kutengeneza mbolea. Sasa hivi kwa mwaka uliopita ilikuwa kama tani 800,000. Safari hii nadhani tunaweza kufika kwenye tani 1,000,000 na itakuwa bado hatujakidhi. Nadhani mazao yanayotumia mbolea mpaka sasa hivi sio mengi kiasi hicho, na watu wameanza kuelewa sasa hivi matumizi sahihi ya mbolea. Mkurugenzi wa biashara wa kampuni ya mbolea Tanzania TFC, Lameck Borega, anasema mradi huo utapunguza gharama kwa wakulima, kuondoa hitaji la ruzuku na kurahisisha upatikanaji wa mbolea kwa wakati. MOU ya leo iliyosainiwa kwetu sisi ni ya msingi sana, kwa sababu kwanza itasaidia serikali isitumie fedha za kigeni kuagiza mbolea nje. Takribani kwa mwaka uliopita tumetumia dola karibia milioni 50, zaidi ya bilioni 120 kwa ajili ya kuagiza mbolea nje. Hizo fedha zingeweza kutumika ndani. Kwa tukiwa na kiwanda ndani ya nchi ambayo TFC itakuwa inachukua mbolea hapo, maana yake zile fedha za kigeni tutakuwa tuzipeleki nje, lakini tutapata urahisi wa usambazaji wa mbolea, kwa sababu tutakuwa tusubiri miezi mitatu baharini kwa ajili ya kusubiria mbolea, ambayo kwanza hiyo inaongeza gharama, na gharama ikiongezeka, hiyo gharama inakwenda kumwangukia mkulima wa mwisho. Ndio maana serikali sasa hivi inahangaika kutoa ruzuku, yani inamlipia mkulima, kwa sababu gharama ni kubwa, hawezi kuzimudu. Kwa baada ya kusaini hii na kiwanda kikishaanzishwa, maana yake bei itashuka na serikali haitatoa ruzuku, sababu bei itakuwa chini na wakulima wote watapata mbolea kwa bei rahisi, lakini na kwa wakati. Kwa siku kwetu ni kitu cha msingi sana, na tuna support sana juhudi hizi za serikali mbili, kampuni ya Indonesia ESA pamoja na serikali ya Muungano wa Tanzania. Akizungumza na Media Brains mwishoni mwa mwaka jana, yani 2024, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania TFRA, Joel Laurent, alisema serikali imekuwa ikifanya jitihada za kupunguza uagizaji wa mbolea kutoka nje ya nchi kwa kuwekeza katika uzalishaji wa ndani. Lengo letu kwenye agenda 1030 ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na mbolea zinazozalishwa ndani. Tuna viwanda vya mbolea vinavyozalisha mbolea, na viwanda hivi au mbolea hizi zinazozalishwa ndani ziweze kukidhi mahitaji yote ya matumizi ya mbolea katika nchi. Sasa hali kwa sasa ikoje? Ni kwamba matumizi ya mbolea kwa kiasi kikubwa sasa yanategemea mbolea zinazoingizwa kutoka nje. Kwa takwimu za mwaka 2023-24 ni kwamba tumeona matumizi ya mbolea yakitegemea zaidi ya 87% kutoka mbolea zinazoagizwa kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo pamoja na kwamba hapo nyuma ilikuwa ni karibu 90%, tumeongeza kwa karibu 3%, lakini matumizi mahitaji ya mbolea yameongezeka, lakini matumizi ya mbolea au upatikanaji wa mbolea unategemea zaidi mbolea ambazo zinaagizwa kutoka nje. Nini tunafanya? Ni kwamba kwanza tumekuwa na mikakati ya kuhakikisha kwamba tunaongeza uzalishaji wa ndani, na kwa takwimu ambazo tunazo zinaonyesha kwamba uzalishaji wa ndani umetoka katika kuzalisha takribani kufikia tani 158,000. Sasa ukichukua tani 158,000 kwa mwaka, ni kwamba unaonyesha kwamba sasa hivi uwezo wa ndani wa viwanda vya uzalishaji wa ndani, vikiwemo viwanda vyetu vikubwa, kiwanda cha
Intracom na kiwanda cha Minjingu vinaweza kuzalisha angalau 19% mpaka 20% ya mahitaji ya ndani. Kwa hiyo tunapoelekea ni kwamba uwezo wa hivi viwanda au tunasema installed capacity hivi viwanda sasa hivi vimeshafikia kwa karibu tani 600,000. Sasa tunapoongelea tani 600,000 na mahitaji yetu katika kipindi cha mwaka 2025-26 ni tani milioni 1. Manake uwezo wa viwanda vya ndani kuzalisha umeshafikia karibu 60%. Kadhalika, katika mahojiano hayo na Media Brains, mkurugenzi huyo wa TFRA alisema kwa kuzingatia ongezeko la mahitaji ya mbolea nchini, jitihada zinafanywa kuanzisha na kujenga viwanda vipya, huku akigusia ujenzi wa kiwanda cha ESA. Mahitaji yanaendelea kuongezeka na tuna mikakati ambayo tunaendelea kuifanya kuhakikisha kwamba tunapata viwanda ambavyo vinaweza vikatusaidia kuzalisha mbolea kutokana na gesi asilia au kutokana na makaa ya mawe. Tulisaini mkataba na kampuni ya ESA ya uanzishwaji wa kiwanda cha mbolea kwa kutumia gesi asilia. Kwa hiyo ni matokeo mazuri sana ya msukumo wa serikali ya awamu ya 6 katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na viwanda ambavyo vitatusaidia kuzalisha kwa utoshelevu wa ndani. Lakini vile labda nipende kuchukua nafasi hii kusema kwamba kwa kushirikiana na wenzetu wa FDC tunafanya feasibility study ambayo inatusaidia kuweza kutambua maeneo ambayo tunaweza tukashirikiana na serikali inaweza kushirikiana au ikawakaribisha wadau waweze kuanzisha viwanda vya mbolea, na mpaka sasa tumeweza kuainisha na kugundua kabisa kwamba kuna uwezekano mkubwa sana wa kuanzisha viwanda vya mbolea kupitia makaa ya mawe, lakini vile kupitia gesi asilia. Kwa hiyo tukiwa na wenzetu wa ESA ni kwamba tunategemea kile kiwanda kitaanza kuzalisha mwaka 2029. Na kikizalisha mwaka 2029 tutakuwa na uwezekano wa kuwa na uzalishaji wa urea karibu tani milioni 1 kwa mwaka. Na vile tunategemea baada ya hizi study kukamilika, tunaweza sasa tukaishauri vizuri serikali namna bora ambayo tunaweza kuifanya ili ili malighafi zetu za makaa ya mawe na gesi asilia zinavyoweza kusaidia kuanzisha viwanda vya mbolea, lakini viwanda ambavyo vitatuzalishia mbolea ambayo kwa kiasi kikubwa ni mbolea ambayo ni malighafi kwa mbolea nyingine. Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Hussein Mohamed Bashe akiwasilisha makadirio ya bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2025-26 bungeni Dodoma Mei 21 mwaka 2025, alisema ongezeko la uzalishaji wa mbolea ndani ya nchi umeimarisha upatikanaji wake kwa 79% kutoka tani 678,017 mwaka 2020-21 hadi kufikia tani milioni 1,213,729 mwaka 2024-25. Mpenzi mtazamaji, kufikia hapo tunaweka nukta katika simulizi yetu ya kile kinachoendelea katika mchakato wa utekelezaji wa ujenzi wa mradi wa kiwanda cha mbolea mkoani Mtwara, tukiwa tumejikita katika hafla ya kusaini makubaliano ya upatikanaji wa gesi kwa ajili ya uzalishaji wa mbolea yaliyosainiwa kati ya Shirika la Petroli Tanzania TPDC na kampuni ya ESA ya Indonesia. Kwa niaba ya mtayarishaji wa makala haya Neville Mena, mimi ni Eben Mitimingi. Asante kwa kuwa nasi na kwa heri kwa sasa.